Baba, ninaombea watoto wako, ninawafungua mahali popote kwa jina la Yesu. Ninatuma moto wako, ninafungua fahamu, akili kwa jina la Yesu. Naondoa kila aina ya ganzi, mapepo, viziwi wanaoshikilia masikio na fahamu zao. Ninapiga kwa jina la Yesu. Watu wanakutafuta Mungu lakini hawakuoni, hawakusikii. Kwa jina la Yesu ninaomba Baba leo wakakusikie na ukakae ndani yao. Kwa jina la Yesu wakafanyike kwa watoto wao, ukaende kuwalisha neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakabidhi serikali yako yote ya mbinguni, wakiendelea na Roho wako Mtakatifu maeneo yote kuwafungua watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ya leo kichwa cha somo, watoto wa Mungu, nilisha kondoo zangu. Bwana Yesu asifiwe. Leo Yesu atakwenda kuwalisha chakula chake yeye, maana wewe ambaye umeokoka ndiye kondoo wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Yesu anakwenda kukulisha, lakini pia nitakwenda kufundisha, kwa sababu wako watu ambao wanawalisha wana wa Mungu chakula ambacho si cha Mungu bali ni chakula cha kuzimu. Haleluya. Lakini hawapati kuelewa, nataka uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Utafungua kitabu chako Yohana 21 mstari ule wa 17. Haleluya. Neno la Mungu linasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. 21 kuanzia mstari ule wa 15 nitaanza. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simon Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wana kondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Akamwambia, "Ndio Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara tatu, "Wanipenda." Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo wangu." Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa hapa ukiona Yesu alivyokuwa akimuuliza Petro mara tatu, ilikuwa ina maana msisitizo. Sio kwamba Yesu alifanya kazi ya kubahatisha akajua kwamba Petro ampendi. Hapana. Hata mimi nimekuwa nikiongea na Mungu mara nyingi, nilikuwa nikishangaa sana kwa nini anaweza kaniuliza jambo ambalo na alijua kabisa mimi nalitaka, analijua kabisa, lakini nilikuja kumuelewa kwamba manake anataka ukiri kwa kinywa chako mwenyewe. Haleluya. Katika somo hili nitakwenda kuelezea kuhusu kulisha kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amenituma kwa mataifa wote kuwalisha watu chakula chake na kuwachunga wale kondoo wake. Lakini katika dunia hii nataka muelewe vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno watu wameshindwa kulielewa, maana lisha kondoo. Muangalie kwanza anayekulisha kondoo, yeye ni mchungaji wa Mungu au ni wa shetani? Bwana Yesu asifiwe. Hata ito wa shetani, maana kama nilivyokusha kueleza, yuko Yesu wa uongo na yuko Yesu wa mbinguni. Yuko mchungaji wa kweli na yuko mchungaji wa kuzimu. Iko Biblia ya mbinguni na iko Biblia ya kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati wake na muda wake nitaelezea hayo, maana yalikuwa ni mambo makubwa ambayo mimi sikuweza kuyajua, lakini Yesu alinifundisha. Sasa nimejua mbinu zote za shetani, na hata weza nitahakikisha watu wanamjua Mungu kwa jina la Yesu na kumnyang'anya shetani. Hiyo ndio kazi yangu, na kuharibu ufalme wake kila siku, kila saa, kila sekunde. Na Mungu ndio anafurahishwa na jambo hilo. Anakutaka wewe, Bwana aliyekuumba hapa duniani, uwe kondoo wake. Sio kondoo mnyama, hapana. Ina maana alichukua mfano wa kondoo kawaida, anafugwa na kuangaliwa na kutunzwa, yeye hajui chochote, anakuwa na mchungaji. Sasa katika wanadamu unakuwa na mchungaji ambaye Mungu ndio amemwandaa akuchunge wewe, akulishe wewe. Si akulishe ugali, hapana, neno la Mungu na kukuongoza. Unapokuwa unalishwa kile chakula kitakatifu kizuri, basi na wewe kiroho unakuwa una afya, unasonga mbele na nguvu ya kumshinda shetani, na siku moja utafika mbinguni. Lakini shetani na yeye akaweka mbinu zake. Sasa hivi hapa duniani analisha watu malisho ya kwake vile vile wanadamu, na ni wengi sana. Unajiita ni Mkristo, lakini wewe unalishwa mafundisho ambayo ni ya uongo pasipo kujua
wanajua na wengine wanajua, na wengine watumishi hata wajui, wamerisi japo hawapendi, wanang'ang'ana kwa sababu ya mishahara. Toka huko bwana, using'ang'anie huko, ile ole sije kukukuta wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alivyosema ile ole wake wachungaji waharibia watoto wangu, ole wake, ina maana ukimlisha kondoo chakula ambacho sicho, akaangamia, usijui utamjibuje Bwana, utamjibuje Bwana? Leo ndio nafasi yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini nitakufundisha kidogo kuhusu malisho ya mbinguni. Kwanza kabisa, malisho unaolishwa wewe mwana kondoo ambaye wewe ni mwana wa Mungu. Kwanza, lisho cha kwanza, uhakikishe ubatizo wa maji mengi. Pili, uhakikishe umebatizwa, uhakikishe unaishi maisha matakatifu, uhakikishe unasali mahali ambapo uchangishwi pesa, uhakikishe unakaa mahali ambapo kanisa alifanyi biashara, uhakikishe kwamba mchungaji wako si mchawi, si mshirikina, si amejiita, si amejifanya au amemwacha Mungu. Akiwa hivyo tu tofauti, hapo akikulisha utaenda mbinguni na utakuwa kiroho. Lakini kama mtumishi yeye kwanza akiwa anabatiza watu kwa ubatizo wa maji ya kikombe, ninakwambia hilo sio lisho la Mungu ambalo linatakiwa ulisho wa mwanadamu. Akiwa anabatiza watoto wadogo, hayo sio malisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni malisho wa Yesu wa uongo. Na unapoyashiriki yanakudumaza kiroho, yanakuangamiza, unapotea, wala Mungu utamuona. Wala ukibatizwa kwa jina la mchungaji, ninakwambia hapo, hiyo ni dalili kabisa kwamba huyo hana Mungu, na hata yote mnaofundishwa hapo ni upuzi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Simama imara, Yesu anakuja. Mimi ni nabii, vitu vingine si maombi, ninakwambia. Nikiambiwa hivi ndivyo nimekuambia. Ulikuwa uelewi siku nyingi, sasa utaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Wala sikulaumu kwa kupitishwa kwenye hayo, hata mimi nilipitishwa, lakini nilipoujua ukweli nilitoka. Hakuna mtu anataka kuchoma moto hapa, lakini shetani anawatumia wanadamu hivyo hivyo, maana na Mungu ili afanye kazi anawatumia wanadamu hivyo hivyo kufanya kazi ili apeleke ujumbe wake. Bwana Yesu asifiwe. Malisho mengi watu wanapewa mambo ya michango maharambee kanisani, hayo sio malisho ya Mkristo anayekwenda mbinguni. Ni malisho ya Wakristo wa uongo, yanawalani, yanawaharibu, maana Mungu yeye hajaamuru hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ambalo unakuta wanaabudu sanamu alafu wanasoma Biblia, wanachanganya, haiwezekani. Ni mnapigwa changa la kudanganywa hapo kwamba mnalishwa malisho matakatifu, lakini shetani amekaa hapo. Ni kwa shetani bwana. Nikuulize, Mungu Yesu anataka abudiwe yeye pekee. Sasa mnakaa kwenye sanamu, mnafanya nini? Shtuka na ufunguke. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijaje hapa kukuambia sijui nitakwambia kisha. Mungu akisema sema, ndivyo nasema. Anayesikia asikie. Bwana Yesu asifiwe. Uponyaji upo kwa ajili yako, ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda ibada zote asubuhi, mchana, jioni, hii kuna sanamu. Nikwambie, hapo ni kituo, ni jiko la kulisha watu chakula cha shetani. Hapa duniani tumekuwa tukiona makanisa ya shetani ambayo yanajulikana kwa dini za shetani, yana michoro yake. Hayo yanajulikana. Sasa nawaambie, hayo ni machache. Makanisa yanaita kwa jina la Kristo, mengi yao sasa hivi ni ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani ukute ni mchungaji anauza madawa ya kulevya, ana waumini hata 1500 wangapi wamejaa pale, watu wetu wanaombewa, wanaimba nyimbo za Mungu. Ninawaambia hivi, mnalishwa chakula cha kondoo wa kuzimu, nao unakuwa kondoo wa kuzimu. Ndio maana mataifa yabadiliki, waumini wabadiliki, dhambi wamekuroza, ujambazi, ukatili na mengine yanaendelea, wala hakuna haja ya kuwalaumu wananchi au watoto wa Mungu. Tatizo ni kwamba kanisa lingewalisha kile chakula cha kiroho cha mbinguni ambacho kile sahihi, wangepona. Sasa wanachanganya nusu na robo. Nimekuambia hivi, haiwezekani hata siku moja shetani akakaa na Mungu. Walishagombana siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani. Mpishi mmoja huyo anapika wali, mwingine anakuja kuweka chumvi, mwingine anaweka mafuta. Chakula kitaharibika. Maana hatajua chumvi imewekwa, atavuruga, ataongeza mafuta. Ndivyo ilivyo na kwenye makanisa. Biblia inasomwa, lakini mambo mengine yanachanganywa na uongo. Mungu yeye ni nuru tu. Bwana Yesu asifiwe. Lisha kondoo zangu, akamwambia Petro. Alijenga ile kanisa ndani yake. Kwa nini ya kulijenga? Kwa wale mafarisayo waliokuwepo na makanisa. Ina maana Yesu aliona ni ya shetani, ndio maana alimkataa. Na leo hii ndio hivyo.
kikubwa. Utaambiwa kwa jina la Yesu, mpendo, utabarikiwa, Bwana atakuona. Toa mabati, leta hapa matofali. Haleluya. Kama Mungu amemwambia, utaleta wewe mwenyewe, si akuambie yeye akuombeombe. Kama yeye anayechunga kondoo, analisha kondoo, hana kitu, hana baraka za kuweza kuomba Mungu akafungua milango mpaka anakuja kulialia huko. Nikueleze hivi, shetani ni masikini na watumishi wake ni masikini siku zote. Ndio wanaombaomba, ndio wanalialia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msiogope, iko habari njema. Yesu anawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu anawapenda watu wa Mungu. Anapenda watu wote. Anataka muokoke. Napozungumza hapa, napotuma kwa njia ya redio au TV au YouTube, nataka uokoke, watu wasidanganyike. Yesu anawapenda watu. Anapenda Wamasai, anapenda Wazungu, anapenda Wahindi, anapenda Waarabu. Wote Mungu amewaumba, msinyanyasike tena. Mambo yameharibika sasa hivi. Watu wanatumia jina la Yesu kutafuta pesa, manabii wanaibia watu. Usikubali hayo, hakulishi malisho ya Yesu. Malisho ya Yesu ni mchungaji. Kama mchungaji ni mtumishi wake, na kuambia yeye amepewa uwezo wa kuwaombea, wa kuwalinda, msilishwe na nguvu za giza, msisiwapate. Lakini sasa kwa sababu yeye anaongozwa na nguvu ya kipepo, ndio maana anawachangisha, ndio maana anawanyang'anya. Nyie mnaona ni Mwenyezi Mungu, kumbe ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hajiitwi mwizi. Anasema haleluya, tukajenge ufalme wa Yesu. Na kuambia hivi, ndogo mtazamaji, msikilizaji, ufalme wa Mungu ujenge kwa michango bwana. Mungu ni tajiri, hajachoka. Umesikia? Kama ulikuwa ujue hivyo. Haleluya. Kumbuka Sulemani alivyokuepo. Kanisa lile ambalo jenga mtoto wake Daudi lilikuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Alichangisha, walileta wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tena kwa kupenda na kwa furahi. Lakini wewe sikulaumu. Leo ukapate kuelewa. Usije ukalipa hata upati na uko. Hayo ni malisho ya chakula cha kondoo wa kuzimu. Haubarikiwi, hauendi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mtabaki kudanganywa kula mwili wa Bwana. Mwili wa Bwana unatoka wapi kwa watu ambao hawamekataa kubatizwa? Kubatizwa wamemwagiwa maji kichwani. Nimekuja kusema hivi, ubatizo ni kuzamishwa. Wewe hujazamishwa mpaka sasa hivi unakula mwili wa Bwana. Wa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unasema unakula mwili wa Bwana. Unasema ni Mkristo alafu kuna sanamu. Hivi Mkristo anaabudu sanamu? Ninakuambia wengi wataachwa. Moto umeandaliwa, mistaki uje kuchome. Nimepata neema ya kuona yatakayotokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na wako watumishi wengine wanampenda Mungu, na wengine wameingia kwenye utumishi makanisa ambayo hayuko Mungu, wamepoteza ramani, wakakamatwa na shetani. Ile kiu ya kumtumikia Mungu ikajiuzwa kwa shetani. Na kufungua fahamu wako ufunguke. Moto unakuja. Usitishwe. Inawezekana baba yako wa kiroho aliitwa na Mungu, lakini alimwacha Mungu, na wewe ukaanza kuona haya yafuatayo. Michango, yani imekuwa ni balaa. Mwenye mnakaa kanisani, hivi nikuulize, hata kibinadamu, kondoo anaweza kumkulisha wewe mwanadamu? Wewe mnyama anaweza kuletea maji hapo? Wewe ndio unatakiwa umlinde. Na kiroho ni hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wanalindwa kwa maombi na kuongozwa. Ndio nasema uwalinde, uwaongoze. Yesu amenituma. Wewe unaisikiliza, uwe kondoo wa Yesu. Mchungaji wako Nabii Hebron, twende mbele, nikuombee, usonge mbele mpaka atakapokuja. Nihakikishe hata kupe hajakung'ata, hata chawa hajakung'ata. Nimkabidhi Bwana Yesu ukiwa safi. Sio mapepo ya kukufuate wa kuibia nyota. Kanisani kwangu hakuna mtu kuibiwa nyota. Na kuambia wewe maisha yako kama baya ni wewe mwenyewe umekataa kusikiliza kukataa kulishwa chakula cha mchungaji Nabii Hebron na chokulisha cha kiroho. Kibinadamu unapolishwa chakula bora unakuwa na afya. Na kiroho unapolishwa chakula bora cha neno la Mungu kutoka mbinguni unakuwa na afya kiroho, unastawi. Haleluya. Lakini inawezekana umesoma mistari mingi sana kwenye Biblia, masomo, lakini ndio umezidi kuchoka, umekauka mpaka sura, mpaka mifupa, umezidi kuwa hata masikini, na kazi ndio mambo yanaharibika. Nikwambie, umelishwa hicho chakula cha kondoo wa kuzimu, kinakuafekti. Kimekuafekti na wewe umekuwa omba sasa. Kimekuafekti na wewe unalia shida. Kitapike, njoo ule chakula cha uzima. Wanasema ni chakula cha uzima, lakini muangalie. Utahubiriwa habari za Roho Mtakatifu, lakini kuna michango. Hilo jiko limeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Utahubiriwa habari za mbinguni.
kinyume chake sio za mbinguni, ni kuzimu. Unajua hapa duniani unaweza ukaona watumishi wanasema habari za Yesu, ni kuwafungua. Kwenye ulimwengu wa roho ni kinyume. Haiwezekani unakuta mtumishi anasema, wewe unataka kubarikiwa, saini kwenye mabega yangu 5,000,000 hapa, Mungu atakunyanyua kwa kiwango hicho hicho. Huyo ni jangili huyo. Umesikia? Bwana Yesu asifiwe. Mwingine atakwambia, mama wewe leta magari yangu hapo, Mungu anasema nipe. Wewe kwa nini utembee na gari nzuri, mimi mchungaji tembee? Mwizi huyo. Si analisha kondoo. Wala hajaitwa. Anatumia uchawi au amejiita au anatafuta mishahara. Tatizo kubwa kwa watumishi sasa hivi, wanatafuta pesa. Na makanisa yamekuwa ni biashara. Na ndivyo ilivyo, kama vile petrol stations zilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa na wengi maisha yameshindwa kusonga mbele kwa sababu hayana baraka za Mungu, yana baraka za kuzimu. Haiwezekani. Unajua wewe unamtolea Mungu fungu la 10 ulogwe. Haiwezekani. Haiwezekani unatoa sadaka yako kanisani, wewe maisha yako yasistawi. Jiulize, iko shida gani? Umelishwa malisho ya wapi? Mwana kondoo wa kuzimu. Watasema nafundisha sehemu ya kulisha kondoo. Mchunguze, ndio mtandao wa Freemason yuko. Unalisha nini wewe hapa? Matokeo yake unaua, huko ndio kuua. Na wanajua kabisa, na shetani anawabariki kwa kazi zake, mikutano iendelee, huduma ziendelee ili kuvuna. Mimi amenituma naharibu, hata sasa hivi naharibu na chafua kabisa. Sitaki mtu alishwe malisho ya kuzimu. Kama wewe unakubali, kwa sababu wako waliokubali. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimelishwa malisho ya mbinguni, ndio maana sitaki na wewe ulishwe malisho ya kuzimu. Haleluya. Wako waliitwa na Mungu kabisa wakalishwa malisho ya mbinguni, lakini huko mbele wakageuka wakaenda kula ya kuzimu. Sasa hivi ni wachawi wakubwa. Kila siku wanaua na watumishi wao tu, unakuta wanakufa, ndugu wanakufa, kiajabu ajabu, vitu vya ajabu ajabu tu. Ni makafara. Muimbaji mara amechukua huyu, amekufa. Vitu vingi dunia nzima, mambo ni mabaya. Sasa watu wakisikia ni mchungaji, mtume, nabii, mwalimu, mchungaji, basi huyu ni wa Mungu. Kama nilivyokwisha kueleza, yupo Yesu wa kuzimu na yeye vile vile. Na Yesu wa kuzimu ana kondoo zake, anawalisha neno lake vile vile ili washinde kwenda mbinguni. Unakuta wanaambiwa wanywe pombe, waabudu sanamu, wasibatizwe ubatizo wa maji mengi, wabatizwe kwa jina la mchungaji, wamwone mchungaji ni Mungu. Sasa ninakuambia hayo ni malisho ya kuzimu, na wewe unakuwa yule mchungaji anakuwa na mapepo, anakulinda katika ulimwengu wa roho, wewe usiende kwa Mungu. Sasa leo ninaomba, na naona wengine wamewekewa nira kwenye shingo zao, ninaziondoa kwa jina la Yesu. Uwe huru. Usio umepoteza muda wako. Wewe unataka kwenda mbinguni, lakini unashangaa siku ile Yesu anakuambia, jina lako halipo katika listi yangu. Mimi Yesu. Nilikuwa nalala kanisani, nilikuwa ninafunga na kuomba, nilikuwa sikujui. Ulikuwa kwa Yesu wa kuzimu. Yesu wa kuzimu analeta listi yake. Yule ni wangu Bwana, mchukue. Itakuwa ni haki mbele ya haki, maana Mungu ni haki. Ulipandalo ndilo utakalolivuna. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mshukuru Mungu, iko neema ya Mungu leo ukapate kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na uende kutapika mafundisho yote, maana watu wamekuwa na kuchanganyikiwa kwa sababu wamefundishwa theolojia. Siku moja nilikuwa ninaomba, baadaye nikatoka nikawa na mtumishi mmoja kwa jina lake, lakini kitu alichoniambia, akaniambia, Hebron, changamka na kuchukua pesa haraka. Unajua ukiomba tu ukisema kuna wamama fulani wanaumwa tumbo, lazima watu watanyanyuka tu. Kichwa lazima watu watanyanyuka, sababu ni magonjwa ambayo yako common. Ndio wanawadanganya hivyo. Na watu amejuaje? Alafu liko pale. Unaliwa hela, unanyang'anywa na michango na kufanya nchi zinakuwa na laana za kuombaomba. Nimesema katika Tanzania hii ni nchi itaenda kusaidia watu. Hiyo roho ife na malisho ya kuzimu kataa. Kama unataka kwenda mbinguni, nimekuambia kataa. Usiongoze na mtu ambaye hajabatizwa ubatizo kama alivyobatizwa Yesu. Huyo haiko kwenye Biblia. Soma mwanzo mpaka mwisho.
Bwana Yesu asifiwe. Sijui watakuelewaje na degree wamesoma. Mimi sijasoma degree aina yoyote hapa duniani ya neno la Mungu. Amenifundisha. Petro alisoma degree yoyote duniani? Yesu alimfundisha. Bwana Yesu, kina Paulo walifundishwa. Kina Musa ndio wamefanya vizuri zaidi. Sio vibaya elimu, lakini imekuja kuharibu roho za wana wa Mungu. Kwa sababu hii ni nyakati za mwisho. Yesu anarudi na shetani naye yuko kazini serious. Amenituma kustopisha huo mlango wa kuwapeleka wana wa Mungu kuzimu. Maana shetani ana vibaraka wake, ni wachungaji, mitume, walimu, manabii, waganga wa kienyeji na wachawi hivyo hivyo hapa duniani, lakini watu hawajui. Mimi kwa macho ya roho nikimwona namjua, na mimi nawaombea na nyinyi muwajue. Na ndio maana wanachukia mafundisho ya Nabii Hebrew, kwa sababu ni kweli. Kweli inaweka huru. Haikuanza leo. Hata Yesu alisema kweli. Wale waliomchukia Mafarisayo ndio wachungaji wa leo, ndio mitume wa leo, manabii wa leo, ambao hataki mtu aseme kweli ya Mungu. Wakikusikia unasema kweli ya Mungu wanakuloga. Mimi wameshaniloga. Kama mwanadamu aliyelogwa, hakuna mwanadamu ameloga kama mimi Nabii Hebrew nawaambia. Lakini sikoi, nazidi kusonga mbele. Wamloge Mungu, wamloge Yesu, wamloge Roho Mtakatifu, ndio watamweza mimi. Walizoea. Sasa hivi ni mwisho. Yesu anarudi. Anawataka watoto wake. Anakutaka we mama. Umehangaika, umeishiwa, umenyang'anywa pesa kanisani na bado una madeni. Usilipe. Hayo ni mambo ya kasari. Usipeleke hizo pesa kale kasomeshe watoto wako. Unazidi kujilaani, kunyang'anywa. Waambie kama Mungu amekuita akufungulie njia wewe. Sio ni changishe. Lakini kama ni Mungu amemuita na kuambia, watu watafanya kazi wenyewe. Watajitolea, watajituma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imefika mahali watu wakaa kanisani, imebakia dakika chache ibada ishe, wanakimbia. Kwa nini? Wanajua mchungaji anaanza michango. Huyo sio mchungaji, anaelisha malisho ya mbinguni. Analisha kondoo wa kuzimu. Na kondoo wa mbinguni ni wajanja huko makanisani. Wameshashtuka sasa hivi hawatoe michango. Lakini nakwambia hata kama wameshashtuka, hiyo haikusaidii kukaa hapo ili upone. Kukusaidia kwako ni uondoke, chukua virago vyako, ondoka ukakae kwa mchungaji ambaye unajua ana roho wa Mungu na Mungu yuko ndani yake kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikaa huko unajisumbua tu, utaishia hapo. Maana siku ile ya mwisho ile mchungaji atatoa hesabu yake kwa shetani. Nimevuna shetani hawa, nimevuna hawa, ndio nimevuna hawa. Mimi sitaki ukatolewe listi siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa habari njema itakayoenda kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo, kitabu kile cha 16 mstari wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi. Mathayo kitabu cha 16 mstari ule wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Yesu alijenga hilo kanisa juu ya Petro, na milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa nataka uelewe milango ya kuzimu kwa namna nyingine ni nini. Milango ya kuzimu, hii michango yote ni milango ya kuzimu. Maubatizo ya kikombe ni milango ya kuzimu. Maubatizo ya kubatizwa kwa majina ya wachungaji ni milango ya kuzimu. Hii imeshailishinda. Na kanisa lijenga Yesu Scott alishindwa. Yesu wa mbinguni. Ila la Yesu wa kuzimu ndio linayo. Na kama linao limeshashindwa. Ni masikini ombaomba, michango. Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji ni kugombania mishahara na kulogana wazee wa kanisa, uchawi mtupu. Hilo ndo kanisa ambalo linaongozwa na mwana kondoo wa kuzimu. Maana mbinguni yuko mwana kondoo wa mbinguni ambaye ni Yesu. Haleluya. Kwa habari njema ikusaidie mwana wa Mungu, na Mungu akuweke huru siku ya leo. Haleluya. Unasema wewe ni Mkristo, aya wewe ni kondoo wa Yesu. Tuzungumze vizuri. Je, umebatizwa kama Yesu? Jichunguze. Umebarikiwa kama Yesu akiwa mtoto mdogo? Jichunguze. Umeokoka? Jichunguze. Haya, unasali kwenye wokovu au unasali kwenye Mafarisayo? Jichunguze, jibu litakupa. Utakuwa unajibu mwenyewe, na kukupa jibu hili ili uwe kondoo wa Yesu. Uokoke, ubatizo wa maji mengi yanayotembea wala si ya kisima, uishi maisha matakatifu, na usikae kwenye hekalu ambalo hakuna wokovu. Lakini pia ujue yako makanisa yenye wokovu, lakini wokovu ni wa kipepo. Uelewe. Ndio maana unakuta watu wanakunywa pombe, dhambi haikemewi, hakuna sala ya toba, ni michango.
kuna maroho pale ya kipepo yanawasaidia watu, na kuna watu ambao wanateseka wako kwenye makanisa hayo ya kipepo. Wao wanamtaka Mungu wa kweli, lakini hawajafunguka mpaka sasa hivi. Wanashangaa wengine wanafanikiwa, kumbe wale wanamtaka Mungu wa huyo mtumishi. Lakini wewe ukikaa mahali hapo kuna Mungu ambaye ni tofauti, ufanikiwi, utateseka. Ondoka, njoo leo, Yesu anakutaka wewe. Mzee, njoo. Wewe kijana, wewe binti, na wengine ni watenda kazi kwa kanisa, toka huko. Ndio bwana mnachoka. Kwa Yesu hakuna kuchoka bwana, hakuna kushindwa. Kama wewe ni unalishwa na Yesu, chakula cha mbinguni, utakuwa na afya kiroho. Hakuna pepo linakusogea, matatizo yanayokimbia, baraka za Mungu zinakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii rudi kwa watu wanaitwa waliookoka. Katika kuokoka wako watu aina mbili, wako walokole na wokovu. Lakini kwenye Biblia mimi sijaona walokole. Haleluya. Sasa ulokole una mambo yake. Wanakuwa na roho, hawafanyi kazi, wanajitia moyo tu. Na wakufanya hata watu wengine wasiokoke. Hawafanyi kazi. Ni kugonga nyumbani kwa mtu, konkonko, saa chakula mpendwa, jioni ya kala, nisilipie kodi. Kafanye kazi. Mungu amesema asiyefanya kazi na asile. Sasa watu walokole wakishaokoka wanasema watafanya kazi, Bwana atafungua milango. Na kuambia hivi, hata mimi nisipofanya kazi ya kufanya kazi kwa ubiria nyie, Mungu hawezi kunibariki. Nikalala tu, Mungu kwa sababu ameniita, atanidondoshea hapo kitandani ya chakula, mavazi. Aya. Tashangaa. Fanya kazi, Mungu atabariki. Lakini mtumishi sio kwamba ukaende kuomba watu wekwela. Unamwaibisha Mwenyezi Mungu. Na ukifanya hivyo, wewe ujue kwamba umeshaachwa. Haleluya. Lakini kwa habari njema nataka kusaidia wewe muda huu kuelewa malisho ya kondoo. Na zaidi uingia katika website yangu www.prophethebron.org. Ingia katika blog, link ya blog na YouTube, utajifunza mengi kuhusu malisho ya kondoo wa kweli wa mbinguni. Na mengineyo mengi, hautadanganyika tena. Shetani ameliteka kanisa, na kanisa lililoteka ni la kwake, ndilo linafuata ya kwake. Lakini lile lililojengwa ndani ya Petro halijatekwa. Haleluya. Shetani pia ana miujiza, ana baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani ukute kanisa mchungaji anauza madawa kulevya, wewe iwe ni askofu, halafu watasema jamani anamchafua Yesu. Mimi nawaambia hivi, huyo sio Yesu wetu jamani wa mbinguni, ni Yesu wa maporomoko huko. Mmesikia? Yesu wa mbinguni jamani hauzi madawa kulevya, hata laani nchi yake, hata haribu viongozi wa nchi wasifanye. Yeye anaitetea nchi na mambo yote anataka asimame. Lakini hawa Yesu wengine hawa wakiuniuni hawa wakifreemason hawa, na wengi wameenda kuharibikia nchi za Ulaya. Mimi nakwambia watumishi wameenda Ulaya wengi, wa nchi ya nje Afrika na Tanzania wengi wameharibikia huko. Wakaja huko wakaambukizana na wengine, na kuwanajisi hata wale wengine ambao walikuwa wanampenda Mwenyezi Mungu. Waimbaji hivyo hivyo. Atakwambia mtu anaimba injili, tumuinueni Yesu, yeye anakunywa madawa kulevya. Huyo anawaambia nini yeye? Huyo ndani yake ujue analisha watu zile nyimbo, chakula cha kondoo wa kuzimu. Ndio maana zina wanajisi, zinaingia ndani yenu na fahamu zenu. Sio vizuri kabisa kusikiliza mahubiri ambaye ya mtu ambaye unajua ni mchawi, ni mshirikina, au ambaye yeye si mtumishi wa Mungu wa kweli. Yeye mambo yake ni pesa tu. Unaposikiliza tu inakunajisi katika ulimwengu wa roho, unadumaa, unaporomoka. Hata kitabu chake ukisoma, hata nyimbo yake, lazima niwaeleze. Chakula cha kiroho kinavoliwa si kama unavyokula makande hapo na ugali. Kwa kijiko. Unakula kama unavyosikia. Si unalisikia ndani yako kwenye masikio inaingia. Linapokubalisha ndio unakula, na inakaa ndani yako, linakutia nguvu, linakubadilisha. Hicho ndio chakula. Sasa unaweza ukawa unasomewa mistari mingi sana, kanisa le mistari mingi, mtumishi na mistari mingi, akikaa kwenye kipindi hapo linasema hivi alafu itakuwa hivi. Wapi wewe? Maandiko inakuwa maandiko. Neno la Mungu ni uwezo wa Mungu na utenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusikia seni na maombi asubuhi, morning glory, watu walale kanisani asubuhi, lakini kumbe wanazidi kwenda kujikokamisha kwa shetani.
Utajuaje? Nimekufundisha zaidi. Ingia katika blogu ya Nabii Hebroni, utajifunza mengi, yatakuweka huru na utakuwa wazi kama mbishi. Mimi nilikuwa ni mbishi, lakini nilipokutana na Yesu ubishi uliisha, nikamshukuru. Maana kweli nilikuwa kama kichaa, na wengi sasa hivi vichwa vinawache. Itakuwaje? Itakuwaje? Amenituma ili kwamba wewe unayesema itakuwaje upone leo. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba maswali yaishe. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi karibu katika kanisa la Yesu ni Bwana Mwokozi. Utaombewa, utatengenezwa, ukae, utulie, ulishwe chakula cha kiroho, ustawi. Umeteseka sana, umehangaika sana, na mahali popote nasikiliza, uendelee kusikiliza kila wakati muda huu. Kwa jina la Yesu nitawafuata. Natumia njia ya radio, TV, YouTube zote kuwalisha chakula cha kiroho kikabadilishe maisha yenu, na Mungu azidi kuwatenga. Ndio maana mmetoa sadaka sana makanisani. Hakuna kitu kubwa unaenda kutengeneza jiko la kulisha mashetani pasipo kujua. Ni michango, unaandikiwa risiti, unadaiwa, hujaleta hela. Usitoe. Umesikia? Akikwambia mwambie Nabii Hebroni amesema Mungu amemtuma tusichangishwe mipesa kanisani, na Mungu yeye hataki. Na pili utamwambia Yesu mwenyewe wa mbinguni alikataaga haya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa yametoka wapi? Basi yametoka wapi? Picha ya kwanza, pando lake ni la kuzimu, litoke katika jina la Yesu. Nasubiri ubarikiwe mwezi wa 12. Nasubiri kipaimara. Ya wapi? Ubarikiwe bwana ni wakati wowote, hakuna kipindi maalum. Mtoto amezaliwa mdogo, hajamaliza mwezi, barikiwa. Imetoka wapi mwezi wa 12? Imetoka wapi mambo ya mafundisho? Imetoka mambo ya kipaimara. Haleluya. Hapa ndo nakufundisha. Mungu akutengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Natumaini mpaka sasa mmeelewa kwamba malisho ya mbinguni ni yapi na malisho ya jehanamu ni yapi. Maana wengi wanakaa kanisani, lakini mafundisho wanaofundishwa ni chakula cha kuzimu. Inaweza ikachanganywa na neno la kwenye Biblia, lakini msingi wa kanisa kuanzia ubatizo ndio unakujulisha hapo mnalishwa chakula gani. Umesikia? Na matendo yanayofanyika pale kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtumishi mwenyewe yeye ana mambo ya ajabu, mambo yasiyompendeza Mungu, huyo tayari yeye sio mpishi wa kuwapikia nyinyi chakula. Ni kama vile duniani mpishi mchafu akipika chakula akitamaniki, na ndivyo ilivyo. Kwa hiyo wanawanyang'anya watu, kuwashika fahamu zao. Bwana Yesu asifiwe. Na nawaambia hivi, wanaenda kuzimu kabisa. Mimi nilipokuwa napelekwa mbinguni nilielezwa yote, na nikaonyeshwa baadhi. Hata pa Tanzania wanaenda kuzimu ni wengi sana. Uko Ulaya nikifika wakati wake nitasema. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wameifanya Tanzania imekuwa nchi ya kuombaomba, wakati Tanzania ndio ina uwezo wa kusaidia. Tanzania tuna shida, nasema Tanzania hatuna shida. Tena hata nyie mnatoa misaada huko Ulaya, huko makanisa. Mnadanganywa nyie, haziendi kwa wananchi, haziendi kwa wahusika. Wanakula, wanaweka mamiradi na mambo yao na kuchumia hata watoto wa Mungu, kusema ni yatima, wanawasaidia. Hakuna lolote, wanaweka pesa hizo matumboni mwao. Mfunguke na nyie wazungu na waindi, mnaibiwa hizo pesa mkafanyie mambo yenu. Kama Mungu amewatuma, fika, jenga kituo, ukionekane kabidhi serikali au kabidhi kanisa bora. Unaona kweli kuna mpango wa Mungu ili wasaidie kuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao wengine natuma mitumba, sijui nguo wanauza, sijui magari wanauza, sijui misaada unajua kuna watu wana nia nzuri sana kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini wanalaaniwa na hawa jamaa hawa. Tafuta pesa tu. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaambia watumishi, kama unapenda pesa wewe si mtumishi wa Mungu. Ninakwambia. Tazama Yuda Iskarioti alikuwa na Yesu, alipenda pesa, ilimfikisha wapi? Zamani ilikuwa ni kimwili, sasa hivi ni hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Pesa unatakiwa uone kama vile unavyoona miti, unaona maji. Unayo sawa, hauna rizika. Muamini Bwana Yesu. Wengine wakasema naishi kwa imani. Unaishi kwa imani? Utakufa wewe wakati Mungu hajakuita. Utaishi kwa imani wewe wakati Mungu hajakutuma. Unajingangania kuishi kwa imani. Kafanye kazi. Kaanza kupiga simu, kodi ya nyumba. Ninakwambia ukishaona mchungaji wa namna ujue ana shida huyo. Nitumeni ile watoto upeleka shule. Hivi wakati anazaa yeye kujua kwamba watoto wanatakiwa kwenda shule? Wakati anazaa kujua watoto wanatakiwa kulala kwenye godoro?
Kama yeye ni mchungaji, sinatakiwa yeye ndio awe na hizo baraka. Sasa yeye mwenyewe anakuchunga nini wewe? Ufunguke. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengine, endelea katika website na vitabu na DVD. Mungu atakufungua zaidi na zaidi, utazidi kuwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amekataa michango. Amekataa watu wanatumia jina lake omba. Na ninawatangazia wanaomba kwa jina hilo, michango na nini, ninachowaambia hivi, huyo ni Yesu wa kuzimu. Yesu wa mbinguni haombaji, yeye anajibu, yeye anafanya, yeye anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huo ndio ukweli, na amenituma nikueleze. Unayesikia usikie, utawekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Nami nakulisha kondoo. Nabii Ebron anakulisha leo chakula wewe kikusaidie rohoni. Utaambiwa unakunywa damu ya Yesu, unaoshwa miguu, lakini kuna sanamu batizo wa kikombe. Hakuna malisho ya Yesu hapo, ni ukame. Fufuka leo. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua au kutokujua. Na Bwana Yesu, ninatapika kwenye ulimwengu wa roho malisho yote ya kuzimu, ya uongo, mafundisho ya uongo niliyofundishwa, nikakaa hapo, nikadumaa, nikachanganyikiwa, sina mbele sina nyumba, nikafikiri umeniacha Yesu. Kumbe shida iko kwangu mimi. Leo Yesu nimefurahi, nishike mkono, naondoka, namfuata mtumishi anaelisha kondoo wako kikweli, kama vile Petro. Haombiombi, hana sanamu, hachangishi, anafundisha kweli, hapendelei, hatagui wenye pesa, anaangalia watu walio hai, anabatiza kama unafanya, na mengine yote. Na wewe pia umemuita asiwe wa mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye pia asiwe mwanasiasa, hana chama chochote. Maana mchungaji kazi yako umepewa kazi ya kulisha kondoo. Wewe unaenda kuwa mbunge, unaenda kuwa katibu, unaenda kuwa diwani. Umetumwa huko. Umejiita. Huwezi kuwatumikia mabwana wawili. Na ameingia wengi katika serikali mbalimbali, ni viongozi. Ninawaambia uongozi wenu una shida. Mmechafua, huo ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, amekuita yeye. Si alikuita, amekuajiri ukamtumikie. Sasa kwa nini umerudi kwa Kaisari tena? Unamtaka Kaisari, unamtaka Mungu? Basi achana Mungu, nenda huko. Bwana Yesu asifiwe. Hizo nafasi za Kaisari ni za watoto wa Mungu ambao ni waumini. Wakafanya hizo kazi. Nyie mnatafuta pesa. Mwache. Baba, ninaiombea Tanzania, naombea serikali, nainua, naibariki, na ikufunika kwa damu yako. Zidi kuwapa amani rais na mambo mengine, wa waziri na wabunge, wale wote wenye nia mbaya nchi. Mungu, na kuomba wasifanikiwe. Nimetamka hivyo. Neno hili Mungu lisirudi bure. Kama vile wewe sawasawa na mvua inavyonyesha chini, majani yanaota, ndivyo ilivyo. Baba, ninaombea wagonjwa, ninawafungua, ninachoma majini, mapepo na nguvu ambazo zimewashika wana wa Mungu. Kwa jina la Yesu na kuwekea mambo ambayo yasiyofaa ndani mimi, ninayapasua. Mahali popote, iwe kwenye gari, kwenye ndege, ofisini, ninasema sauti imepita, pepo life. Na wanaotumia ushirikina naangamiza. Malaika shukeni, ubomoe wote uchawi kwa damu ya Yesu. Yesu uinuliwe. Bendera yako ipepee, sio bendera ya Yesu ya uongo, katika jina la Yesu. Mungu wabariki. Tutaona muda mwingine katika mambo yanayokusumbua mengine. Njoo. Karibu sana. Utakutana na Yesu, na Yesu atakutengeneza. Muangalie yeye. He's coming. Ujui ni saa ngapi, aidha asubuhi au mchana au jioni. Wengine watakuwa kilima, wengine watakuwa milala, wengine watakuwa darini. Atachomolewa mwenzako, haujui. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu watu wako kwenye malisho ya kondoo wa kuzimu. Hawaelewi. Wakisomewa neno tu, Mathayo, Yohana 21:17, lisha kondoo zangu, imesomwa hivyo. Mchunguze. Yeye yuko kwenye mkutano, anachangisha, anakupa bahasha na kesho. Ni malisho gani anakulisha huyu? Ni ukuulize, yeye mwenyewe unakuta yuko ni Freemason, anakulisha nini? Na mambo mengi ya ajabu. Funguka ufahamu wako. Njoo.